hapa ambako tutaenda hadi mita za ujazo 8. Kwa hiyo yanayobaki kati ya 24 mengine yatakuwa ni kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji na zingine zitakuwa kwa ajili ya kumaintain ile ecosystem ya mto Ruvu kwa ajili ya maisha mengine yanayoendelea. Kwa hiyo hilo lote tumeliangalia na kwa kweli tunaenda vizuri na tunaishukuru serikali. Hadi sasa hivi zaidi ya shilingi bilioni 100 zimeshalipwa kwa ajili ya utekelezaji wa hili bwawa, na sisi tunaamini kwamba kufikia Desemba 2026 angalau bwawa hili liwe limekamilika kusudi tusijirudie kwenye changamoto hizi ambazo zinazojitokeza. Huo ni hatua ya kwanza ya kuhakikisha kwamba tunaondokana na changamoto. Hatua ya pili, nilieleza kwamba kwa kiasi kikubwa tunategemea hiki chanzo cha mto Ruvu 87%, lakini tushukuru serikali, tulichimba visima virefu katika awamu ya kwanza pale Kimbiji na visima 7 vilikuwa na mafanikio, ambako kwa sasa hivi tunaweza kuzalisha zaidi ya lita milioni 30. Sasa kinachofuata angalau kuweza kuhakikisha tunaongeza maji chini ya ardhi ni kwenda kutekeleza mradi wa Kimbiji Mpera awamu ya pili kusudi tuweze kuongeza uzalishaji wa maji chini ya ardhi, na hii itaweza kusaidia kupunguza wakati mwingine tunapokuwa na changamoto katika vyanzo vingine vya maji chini ya ardhi. Na tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuja sasa na mradi mkubwa ambao unaendana na utekelezaji wa ilani wa kuwa na mpango wa gridi ya maji, kuyatoa maji mto Rufiji kuyaleta katika jiji la Dar es Salaam. Kwa mto Rufiji hapa, kitu ambacho tutanufaika nacho sana, tayari bwawa lile la Mwalimu Nyerere limeshajengwa. Kwa hiyo maji yale ambayo sasa yanatoka baada ya kufua umeme yanaenda mtoni ni maji mengi sana, na hayo ndio tunayotarajia katika mahitaji yetu. Ule mtambo unaweza ukatengenezwa kuweza kuzalisha maji mara 3 ya haya tunayozalisha kwa sasa kwa kupitia vyanzo vyetu hivi. Na hiyo sasa ukichukua kama sasa hivi tuna 534, kule unaweza ukazalisha 1500. Ina maana tutakuwa na zaidi ya mita za ujazo milioni 2 uwezo wa kuzalisha, ukilinganisha na mahitaji ambayo tunayoyaona hadi miaka 25 ijayo, bado tutakuwa na ziada kama tutautekeleza. Lakini mradi ule ni mkubwa, tumeuweka kwamba unaweza ukatekelezwa kwa awamu ya kwanza, awamu ya pili na awamu ya tatu kulingana na kukua kwa mahitaji ya mji. Na hautahudumia tu eneo la Dar es Salaam na Pwani, lakini vile vile chanzo hicho kitahudumia kwenda maeneo ya Lindi na Mtwara hadi kufikia kule utaenda kukutana na mto Ruvuma ambao nao utatoa maji katika kuunganisha ile gridi ya taifa ya maji, ambayo kutakuwa na connectivity kati ya mito mikubwa vile vile na maziwa makubwa katika maeneo mengine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hali ya sasa ya maji ni kwamba mtiririko wa mto na wingi wa maji kwenye mto Ruvu umeongezeka. Katika kipindi tulipokuwa na changamoto, mtiririko wa maji hapa ulikuwa ni takriban lita 2400 kwa sekunde, lakini kwa sasa hivi tunavyozungumza ni zaidi ya lita milioni 29 kwa sekunde, ambayo sasa maji mengi kimsingi tunayochukua ni kidogo sana. Kama nilivyoeleza, tunachukua karibu lita 5000 kwa sekunde. Kwa hiyo unaona zaidi karibu ya lita 20 zinapita hapo zinaenda baharini, na hayo sasa ndio tunahitaji sehemu tutayahifadhi, lakini mengine bado yataendelea kutiririka hata tutakapokuwa tumejenga bwawa la Kinuni. Na hali ya baada ya maji kuwa yameongezeka katika mtambo wetu, hali ya upatikanaji wa maji kwa sasa kwa wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam na Pwani imeendelea kuimarika kuanzia tarehe 22 maji yalipoanza kuingia baada ya mvua kunyesha kwenye mto Ruvu, na tukaanza kuona uimarikaji na kuendelea kuongeza uzalishaji katika kituo chetu hiki ambacho kilichoathirika sana. Labda ni vyema napo ikaeleweka, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba chanzo hiki sana sana kinahudumia huu ukanda, kwa sababu Ruvu Juu ina ukanda ambao haukuathirika sana, lakini ukanda huu unaohudumiwa na Ruvu Chini, ukianza hapa maeneo ya Bagamoyo, ukienda Mapinga, ukienda maeneo ya Mbweni, ukienda maeneo ya Tegeta, ukienda maeneo ya Mbezi Beach, ukienda maeneo ya Kawe, ukienda maeneo ya Masaki, Oysterbay, Mwananyamala, maeneo Kijitonyama hadi mjini kati hadi maeneo ya Kariakoo, Siza pamoja na Magomeni, yote yanategemea chanzo hichi. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa haya maeneo yaliathirika kwa kiasi kikubwa, ambayo yakaingia kwenye hali ya mgao, ambayo kwa sasa kwa kweli tumeanza kurudi kwenye hali yetu ya uzalishaji, ambayo kimsingi maeneo haya yanaendelea, na bado sisi kama DAWASA tumejipanga vizuri kuweza sasa kufuatilia kule kwa wateja, kuhakikisha kwamba, kwa sababu changamoto ya maji unapokuwa na sukuma hayawezi yakafika eneo lote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo anapokuwa yanakwenda sasa, ni kazi yetu sisi kama DAWASA, na tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunasimamia sasa kuhakikisha kila mteja ananufaika na huduma ya maji. Nimalizie Mheshimiwa Waziri Mkuu kusema kwamba tunashukuru sana. Ukiangalia hapo ni historical data zinazoonyesha katika vipindi mbalimbali ambavyo kumekuwa na mto
mto huu ukipata hizo changamoto, lakini sisi tuna mambo machache ambayo tunaamini kabisa yapo ya muda mfupi ambayo tunaendelea nayo, lakini yapo ya muda mrefu ambayo tumeyaeleza. Kwanza, kwa kweli tunaomba sana kuongeza kasi ya ukamilishaji wa hili bwawa la Kidunda kama njia ya kwanza ambayo tayari imeshaanza kuhakikisha kwamba tunakuwa na uhakika wa maji katika chanzo chetu cha Ruvu. Ujenzi wa bwawa hili ni vile vile utatuwezesha hapa tulipo sasa tutoke kuzalisha lita milioni 270 tupanue twende kuzalisha lita 360 katika kupunguza lile gepu ambalo tumeliona. Lakini vile vile swala la kuchimba visima vile katika eneo la Kimbiji na Mpela ambalo linaonyesha ni bonde ambalo lina maji ya kuweza kutosha kuendelea kupata chini ya ardhi, lakini na visima baadhi ya maeneo mengine ya Dar es Salaam tumeendelea kulifanya katika kuongeza hivyo. Lakini kubwa ni hili tulizozungumza la kuweza kuhakikisha kwamba huu mradi mkubwa wa maji katika kutoka eneo la Mloka pale mto Rufiji basi unaanza kutekelezwa, mwisho wa siku tuweze kuhakikisha kwamba tunaondokana na changamoto kabisa ya maji katika jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya waziri nikushukuru sana, naomba kuwasilisha. Asante, naomba tumpigie makofi mengi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimtambulishe tena aliyewasilisha ripoti hii na taarifa, yeye ni Injinia Bwire. Kama unamkumbuka rafiki yako Mheshimiwa Agrem Henry akiwa mkuu wa Tabora, yeye alikuwa hawezi kwenda site bila kuwa ni Injinia Bwire. Alikuwa akisema, "Injinia Bwire, soma hiyo." Basi injinia mwenyewe ndo huyu. Alikuwa anaamini wakandarasi wangemdanganya bila Bwire kuwepo. Kwa hiyo ni injinia mzuri kutoka Tabora, ndo anaongoza jukwaa hili na jahazi la DAWASA. Na hii ilikuwa ni taarifa yake ya utendaji. Niombe sasa watu wa mitambo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati hii hali inatokea ulikuwa kwenye ziara mikoa ya Mbeya, Lindi na maeneo mengine. Tunaamini kuna mambo ambayo unaweza kuwa kuyaona heka ilikuwa inaendelea Dar es Salaam ambayo sasa tunasema tumemalizana nayo. Niombe uweze kuona kilichotokea na uweze kupata picha kamili. Karibu sana kwa documentary fupi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kama unavyoona hapo ni hali ya mto ilivyokuwa imepungua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hali ilikuwa ni mbaya kweli kweli. Hata ng'ombe na wao walikuwa wanashangaa kwa sababu ile eneo wanajua hawawezi kuvuka, lakini walikuwa wanavuka. Sasa hapa ndipo Ruvu chini tulipo, mto ulishuka chini kweli kweli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiyo ni safari ya maji ikiwa haitembei kama inavyotakiwa kutembea kwa sababu ya maji kupungua. Hapa ni eneo la Mtamboni, maji hayavuki. Hili ni eneo ambalo ng'ombe walikuwa hawavuki, lakini sasa wanavuka. Lakini pia ni hali ya mifugo ambayo pia nayo ilikuwa inatumia mto huu. Kwa hiyo kikubwa ambacho tumekuja kukisisitiza kwamba maji tulikuwa nayo kwa mamlaka yetu ya DAWASA yagawiwe. Hapa ni Mheshimiwa Waziri akishiriki zoezi la kuweza kurudisha mto kwenye njia yake. Visima vile ambavyo tumevichimba viingize kwenye mfumo kuanzia sasa. Hizi ni hatua za dharura sasa kupambana na hali halisi. Lakini pia tulikwenda mitamboni. Na hapa ni maji tunayoyasukuma machache, Mheshimiwa Waziri akihakikisha kwamba tunayafungulia maeneo mbalimbali. Hili ni zoezi la kurudisha mto kwenye hali yake ambao lilitusaidia kusustain kwa kipindi kifupi, kwa sababu kama tusingerudisha mto kwenye hali yake, maana yake hapa tusingetoa maji hata kidogo ya mgao. Kwa hiyo tunamshukuru mkuu wa Pwani kwa ushirikiano tuliopata wa wananchi kuweza kushirikiana kuziba mto kubaki katika njia moja. Wananchi kwa maana ya jamii tutafanikiwa. Kwa hiyo tunawashirikisha na kusaidia, ndio tunaona namna huo mto una mamba kweli kweli, lakini wananchi walijitoa kuzama na kuziba mto. Hizi ni hatua za Mheshimiwa Waziri katika kuendelea kutoa matumaini na kumanage situation ya Dar es Salaam hapa tulipotembelea bwawa la Kidunda ili kutoa matumaini kwamba jambo hili lisijirudie tena. Na siku tulipofanya ziara ya Kidunda ndio mvua ya kwanza ilinyesha, ikiwa ni baraka kwanza. Sasa tunaenda kurejea kwenye hali yetu ya kawaida. Hili ni bwawa la Kidunda, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tuliambatana na mkuu wa mkoa wa Pwani, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na mkuu wa mkoa wa Morogoro. Ni video ya drone ya hali yetu. Huyu ni balozi wa India, tulikutana naye kuzungumza, kutafuta wadau katika ule mpango wetu wa maji ya mto Rufiji. Hawa ni wananchi sasa baada ya hali kurejea, baada ya tarehe 24 Mheshimiwa Waziri kutangaza. Lakini pia Mheshimiwa Waziri katika kipindi hicho alipita katika media mbalimbali kutoa taarifa. Hawa ni waandishi ambao walikuwa wanamhoji, ikiwemo Bwana Mabumo kutoka TBC,
ambaye alisimama imara kuhabarisha watu na kutoa matumaini kwa kipindi chote. Sasa hii ni hali ya ongezeko baada ya mvua kunyesha, na hali ambayo unakuja kuishuhudia leo kwamba maji sasa ni mengi katika eneo hili. Huu ni mtiririko wa mto Ruvu, na hapa ndipo leo utapashuhudia kwamba maji sasa ni mengi. Hapa palikuwa pamekauka kabisa. Hii ni Ruvu Juu ambako nako mitambo yote, pampu zote zimewaka, zinaendelea kutoa maji. Hapa ndipo tulipo leo, na hii ndio hali halisi kwamba maji yapo ya kutosha. Kuona sasa watu baadhi ya maeneo wakose maji, sababu kama tutaruhusu pampu zote, maana yake watu watoke ofisini kufuatilia flow ya maji, watu waweze kupata huduma ya maji safi na salama, sababu uendeshaji wa mitambo yetu unategemeana na uwepo wa maji. Kuna kina kikubwa sana cha maji, mitambo kuanzia sasa yote iwashwe